Migogoro ya kisiasa na usalama inaendelea kuwa changamoto katika baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuathiri si tu utulivu wa nchi husika, bali pia usalama wa uchumi wa ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Makundi ya ndani ya nchi husika kupambana na makundi mengine au serikali si jambo la ajabu sana kushuhudiwa, na wakati mwingine kusababisha raia kukimbia nchi zao. Tuimarishe utawala bora na demokrasia, ambako tutapata uchaguzi huru na za haki. Na ukiangalia katika kipengele hiki, karibia ukanda mzima wa Afrika Mashariki tuna changamoto za hapa na pale kwenye kuimarisha swala la uhuru wa watu kuchagua kiongozi wanayemtaka, kwa sababu ukiangalia chaguzi zetu, baada ya uchaguzi kumekuwepo na malalamiko mbalimbali. Kwa nini ameshinda huyu, kwa nini asishinde yule? Kwa hiyo hizi jumuiya za Afrika Mashariki ikiimarishwa vizuri zaidi kwa kuondoa hizo changamoto za utawala bora na masuala ya chaguzi, kutokuheshimu katiba na sheria, hivi vitu vikisimamiwa vizuri, tunaweza kuwa na Afrika Mashariki ambayo ni nzuri, Afrika Mashariki ambayo ni kwa maendeleo ya vizazi na vizazi. Usafirishaji wa bidhaa kusuasua, hasa maeneo ya mipakani, uchumi wa nchi husika kudorora, ni kati ya madhara yanayotokana na migogoro hiyo. Moja kwa moja utagundua kwamba katika migogoro utembezaji wa bidhaa ambazo zinazalishwa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine unakuwa ni mgumu wakati wa migogoro. Lakini pia kingine, inasababisha hata uwekezaji. Wawekezaji wengi wa nje wanapendelea kuweka katika mitaji yao katika nchi ambazo zina stability, zina uchumi ambao ni unatabirika na wa uhakika. Inasababisha sasa pesa ambazo zinawekeza katika ulinzi ziwe kubwa zaidi, kitu ambacho pengine hizo ni pesa ambazo zingetumika hata katika sekta nyingine za uchumi. Hapa ikaelezwa namna ya kumaliza migogoro hiyo, lakini pia udhibiti wa silaha. Diplomasia inarahisisha kuwaweka pamoja kati ya serikali na makundi yanayohitilafiana ili kujua kila kundi linataka nini kwa maslahi ya nani na kuzingatia kipi. Cha pili, diplomasia inafungua milango ya mazungumzo kupitia watu wengine ambao hawahusiki na mgogoro. Kwanza, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni lazima wawe wawazi, lakini pia serikali zilizoko madarakani lazima zikubali kukaa na makundi ya upinzani au makundi ya waasi au na viongozi wa upinzani ambao wanahitilafiana. Kuyapokonya makundi silaha, kwa mfano kama M23, ni lazima sasa umefika wakati kupokonywa silaha, kwa maana kwamba kuwepo na jeshi la pamoja au kikosi cha pamoja ambacho kitakuwa na wajibu wa kwenda kuwapokonya silaha wapiganaji wa M23 ili kuhakikisha kama amani ya Afrika Mashariki na mashariki ya Kongo inapatikana kwa maslahi ya wananchi ambao wamekuwa kiteseka kwa muda wa miaka mingi. Wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia mkutano wao wa kawaida wa 25 uliofanyika jijini Arusha Machi 7 ya mwaka huu waliazimia utekelezaji wa masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mfumo wa michango kwa nchi wanachama. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.